Kwa majina naitwa Abdalla Rashidi, ni mkazi wa Mwanza. Kutokana na kuanzishwa na kuanza kutumika kwa mtaala mpya wa elimu ambao umeanza kutumika tangu mnamo Januari ya mwaka 2024, naiona Tanzania ambayo ina wasomi wazuri kufuatia mtaala mpya wa elimu ambao utawasaidia vijana wengi mashuleni kwanza kuwa na elimu sawa, kiwango bora cha elimu, pia kuwa na uwezo wa kutafakari na kuweza kuzichangamkia fursa pale wanapoziona. Kutokana na kupanuliwa kwa elimu ambapo hapo zamani ilikuwa ni miaka 7 na sasa hivi ni miaka 10. Hii itawasaidia vijana wengi au wanafunzi wengi kuwa na mawazo kwamba wote waweze kumaliza ile miaka 10, sio kama zamani ambapo mtu alikuwa na uwezo tu wa kumaliza miaka 7 na akadiract. Unaona? Alafu kitu kingine pia, kutokana na wanafunzi wengi sasa hivi ambapo mtaala huu mpya umelenga kusoma miaka 10, itawasaidia wanafunzi kuwa na uwezo sawa wa kielimu. Kila mwanafunzi anapoanza awali lazima amalize form 4. Kwa hiyo itawasaidia vijana wengi kuwa na mawanda mapana, pia kuwa na uwezo ulio bora. Darasa 7 kuto kuferi, nadhani itakuwa limepunguza kitu kikubwa sana huku mitaani, kwa sababu hapo zamani darasa 7 kisha kuwa wamefeli ndo huwa wanazalisha vitu vingine kama watoto wa mtaani, panya rodi na vitu hivyo vya tofauti wanakuwa wanakosa cha kufanya kwa sababu wanakuwa bado umri mdogo na wanakosa cha kufanya, ndio maana wanajikuta wanaangukia kwenye makundi yao yasio kwa salama. Lakini kama hivi inavyokuwa inaenda moja kwa moja mpaka mtu anakuja kumaliza form 4, kidogo form 4 anakuwa mtu anakuwa tayari anauelewa na ana uwezo wa kufanya vitu kidogo vinaweza kuwa kama ana uwezo mkubwa wa kufikiria, tofauti na vile alivyokuwa la 7. Kama taifa tunaenda sasa kwanza kuweza kutatua tatizo la ajira ambalo lilikuwa likizungumzwa sana hapa nchini, kwa sababu hivi sasa wanafunzi wetu wanafundishwa kujitegemea kupitia mtaala huu mpya, lakini lingine mtaala unawapa nafasi wanafunzi katika swala zima la ubunifu, na mwisho ndio hivyo kwamba wanakuwa na uwezo wa kujitegemea. Kwa hiyo naona kama taifa kwamba vijana ambao tunakwenda kuzalisha sasa watakuwa ni vijana ambao wanaweza kujisimamia wao wenyewe, watakuwa ni vijana ambao wanaweza kujiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo lile tatizo la ajira moja kwa moja tunaenda kupata suluhisho lake kupitia mtaala huu mpya. Elimu hii ya lazima inaenda kuleta tena mageuzi mengine kwa taifa, kwa sababu elimu ya lazima kama tutakumbuka ilikuwa ni miaka 7, darasa la kwanza mpaka la 7 ndio ilikuwa elimu ya lazima. Unakuta kijana au mtoto au mwanafunzi anamaliza darasa la 7 akiwa bado hana ujuzi wa kutosha, na ndio maana wengi wao walikosa ajira. Sasa elimu hii ya lazima kwenda miaka 10, yani tuna miaka 6 ya shule ya msingi na miaka 4 ya sekondari, ni wazi naenda kufungua tena ukurasa mwingine mpya. Tutakuwa na wasomi wengi, lakini vijana wengi wanaenda kupata nafasi sasa ya kuweza kufika ile elimu ya kati, kwa sababu wote kupitia mtaala huu mpya na sera hii ya elimu bure, kila Mtanzania sasa ataweza kufika mpaka kidato cha 4, na hii itasaidia hata baada ya kumaliza kidato cha 4 basi akija huku mtaani tayari anakuwa na ujuzi wa kutosha, ana uwezo wa kujisimamia yeye mwenyewe, lakini pia anakuwa na uwezo wa kuamua mambo yeye mwenyewe. Lakini pia tunarudi pale pale kwamba elimu hii ya lazima ambayo itakuwa mpaka kidato cha 4 inaenda kutusaidia sasa kuwa na vijana wengi ambao wataweza kujiajiri wao wenyewe. Kwanza kwa upande wangu mimi kama mwanafunzi naona ni mfumo mzuri sana kwa unasaidia wanafunzi wengi. Kwa mfano kama mimi nilipokuwa nimemaliza darasa 7, kuna wenzangu wengine walifeli, sasa hivi wapo tu mtaani, wengine mabodaboda, wengine wapo kwenye makundi mabaya huko. Kwa ni mfumo mzuri unaweza kusaidia wanafunzi kufikia malengo yao. Sasa hivi mtaala uliopo unamwandaa mwanafunzi kushindana katika kufanya competitive katika soko la ajira katika ukanda na ukanda wa kimataifa zaidi. Kwa hiyo mimi
Ninazoweza kusema ni kwamba katika wizara, katika serikali na waliohusika, mtaala mpya utakuwa ni mzuri sana, hasa katika kumwandaa mwanafunzi katika soko la ajira, lakini vile vile kumwandaa mwanafunzi aweze kujiajiri, kwa sababu kwanza unamtengeneza mentality mwanafunzi ajue nasoma baadaye naweza nikajiajiri, sio unasoma baadaye unapanga foleni kwa ajili ya kuajiriwa. Sasa hivi hilo halipo, na ni faida sana kwa serikali yetu, kwa sababu tumeingia katika mazingira ambayo tunaenda kushindana katika level ya kikanda na kimataifa zaidi katika soko la ajira, vile vile kujiajiri. Sasa hivi elimu ya lazima kuwa form 4 ni kitu cha muhimu sana na cha msingi sana, kwa sababu hata ajira zote zilizopo serikalini, zilizoko katika sekta binafsi, wanaangalia cheti cha form 4, sio cha la saba. Kwa hiyo cheti cha la saba kilikuwepo tu, lakini kilikuwa hakina sifa sana, kwa sababu unafikiria unakitumia wapi. Ni bora kipindi cha nyuma ulikuwa unakitumia kwenda mgambo, sasa hivi hata mgambo haipo. Kwa hiyo kwa kifupi, cheti cha form 4 kina umuhimu sana, na hata hivyo ili taifa liweze kujiendeleza, kama alivyosema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere miaka nyuma, kuwa lazima taifa linahitaji watu wasomi. Wasomi ni pamoja na kupata elimu ya form 4 kidato cha 4. Shule kwa wingi wake zilivyoongezeka pia zimechangia kwamba idadi kubwa ya vijana ambao wanakuwa mtaani tumeipunguza, nayo inaendelea kuwepo mashuleni, kwa sababu si kila mwanafunzi anafeli, labda hana akili. Kwa hiyo inachangia idadi hiyo, kupunguza idadi za mabodaboda, idadi za mapanyarodi na watoto kama hivyo mitaani. Hii itaongeza, kwa sababu kuongezeka kwa fedha katika wizara hii itachangia vifaa pia kuwa kwa wingi. Kama vilivyoongezeka, vitaendelea kuongezwa kwa wingi. Ile changamoto ambazo zinachukuliwa kwenye miaka hivi karibuni, hizo fedha zitaweza kukava hapo na kuleta vifaa vingine ambavyo vitaongeza ufanisi wa wanafunzi zaidi.